Na Mheshimiwa Waziri, wakati nakuja nilikuwa nimepanga nije nitoe tamko la kufanyika sensa ya umiliki, uhalali wa umiliki wa kila kitu, kila mtu alichonacho. Nikajua nchi ilikuwa kwenye taharuki, ngoja nisifanye taharuki nyingine. Mngeona hiyo shughuli. Wananchi wanajua huyu kaingia juzi tu, huyu mbona hapa amekuwa hivi, wanajua. Nimeacha nchi itulie kwanza, tulizane. Lakini ungeona hapo, kama ungeona, ndio hatuwezi tukaenda na utaratibu wa kudanganyana. Unakuta kijana wa form 4 eti anamiliki gorofa, amepataje? Afisa anayelipwa mshahara ulio sawa, yeye yuko huko kwenye leseni, alafu yeye mnaona tu anamea tu. Mashirika ya umma hivyo hivyo, utakipewa shirika la umma inakuwa shirika la familia. Katibu mkuu, kwako huko hamna watu wanaoomba kwenda kwenye haya mashirika? Bora kwanza yafanyike mapitio ya haraka. Tamko la mali na madeni lililokuwa linaitwa la viongozi wa umma, kwa jinsi itakavyoweza kukapcha, liwe ni jambo linalohusu watumishi wa umma. Shirikisheni na wenzetu wa vyombo vingine, watawaambieni maeneo yaliyo prune. Hapa nimetoa mifano tu. Washirikisheni TAKUKURU, watawaambieni maeneo yaliyo prune kwenye masuala ya rushwa. Jambo la pili, matamko yale yawekewe madaraja, ili sampling ziwe zina zero in, zina focus, zinaelekea zaidi kwenye maeneo ambayo tunajua maeneo ambayo rushwa imekithiri.